Mzee wangu, umepata reports ya postmortem of what killed your son. What do you have to say now? Mimi nashukuru wale wachukua hatua kwa ajili ya kufanya. Maneno yangu hata ni machache tu, sina maneno mengi. Naibu mkuu wa polisi Bwana Eliud Lagat, wewe ndiwe uliyetumana watu wako ma-DCI waje nyumbani, waje wachukue mwanangu ili wamlete Nairobi. Kama mkuu wa polisi naibu, kwa heshima ambayo ninaheshimu nayo katiba ya nchi hii yetu ya Kenya, pamoja na heshima ninayopatia watumishi wa serikali ambao wanatumikia nchi hii yetu, nilipeana kijana wangu kwa heshima hiyo mkononi mwako, maana nilipata habari kupitia kwa watu uliowatuma waje wamchukue yeye. Baada ya kukabidhi huyu mtoto kwako, maana hawa ni watu uliowatuma tu, leo hii matokeo inatokea kwamba mtoto wangu amekufa kwa majeraha ya kupigwa. Nahitaji unieleze kwa nini ulimuua mtoto wangu. Kupitia kwa sheria ukaseme kwa nini ulimuua mtoto wangu. Alikukosea nini ambayo inagharimu kifo chake? Watu wanaongea kuhusu mambo ya ufisadi hata ni wengi kabisa katika nchi hii yetu. Kwa nini mtoto wangu peke yake asulubiwe kwa ajili ya neno la ufisadi ambayo inahusu nchi nzima, abebe na ni mtoto wangu mmoja wa kipekee? Sasa nimebaki mkono mtupu. Nana atanielekeza katika maisha yaliyobakia. Mtoto wangu nimemsomesha kwa taabu katika kaunti ya Kilifi kwa kazi ya Kware, nikijinyima kwa ajili ya mtoto wangu kusoma. Alipohitimu nilikuwa nina matumaini, ndiposa nikatoka huko nikirudi Nyanza nikae nyumbani kwa sababu mtoto amefika mahali pa kunishika mkono. Sasa leo hii umenivunja mkono, umeniua. Kwa nini uniue? Unanidai nini? Amekuibia nini? Hayo ndio maneno ambayo nataka niongee kwako Bwana Eliud. Aibu kubwa sana ambayo imetokea katika nchi yetu ya Kenya. Kama mimi ningekuwa rais saa hizi, ningekuwa nishafuta watu katika hiyo ofisi. Huyu hafai kuketi ndani ya hiyo ofisi hata dakika moja. Huyu mtu anaitwa Lagat, kwa sababu ameondoa maisha ya kijana mdogo ambaye alikuwa na future katika nchi hii. Na sisi hatutakubali hata kidogo kwamba ifichwe hichi kifo. Wanaanza kusema sasa kwa sababu yeye ni DIG anafikiria anaweza kudanganya Wakenya wote. Anasema ati mtu alijigonga na ukuta alafu akaanguka chini akakufa. Kwani alikuwa anacheza mpira yeye huko ndani? DCI must establish culpability and they must pin it to an individual, not the issue of suspending individuals. That is PR exercise. We want a swift action. Otherwise, the people setting up the president should be unearthed, because the issue that is happening is an issue that is image spoiling. Unless, there is a stupidity that cannot be quantified. You cannot do what you have done in a government with democracy like the government of Kenya. Mr. Speaker, sir, no cover-up can be allowed. Justice must be served and justice delivered, and the nation is waiting. Jamani, nimesema hii story nipite na juu kwa sababu yanihuzunisha, lakini pale imefikia, wacheni tu niongee nitoke. Eti mtu akajiponda ponda mwenyewe na kichwa mpaka kafariki. Hii picha mkiangalia hivi ni ya kujiponda mwenyewe? Na kama alijiponda hivi, sini hapa? Mbona madamu kuzato karabi? Au mwendo sioni vizuri? Yaani wa uchungu wa huyu mtoto au juaje ni huyu mbaba Ochwanga, huyu Ojwanga sijui nani huyu. Alilea mtoto wake mwenyewe kwa kipekee. Kwa kazi tena wasikia kazi ngumu ya timboni.
na akamsomesha mtoto wake mpaka akamaliza Pwani University Mombasa. Amepata kazi ndo yuanza kula pesa za mtoto wake yuajanyang'anywa mikononi yuenda uwawa. Mwenyezi Mungu, dunia ya sasa sijui yaelekea wapi. Mlipie mzee kwa wakati wake. Sina, kwa sababu mtoto alitolewa wapi? Homa Bay. Tuko wapi? Tuko Nairobi. Tuliambiwa mzazi mwenye ako karibu ndiye atadili na yeye. Mama kama baki nyumbani. Sisi tuko hapa, tuko Nairobi, na tutaongelelea juu ya huyu kijana kwa sababu tumba ya kuzaa ni moja. Tumba ya kuzaa ni moja. Kama mama amesikia uchungu sana, kama mama amesikia mtoto mmoja, huyo mama atapata lini mtoto mwingine? Na amekuwa mzee, atapata wapi mtoto mwingine? Huyo mzee atapata wapi mtoto mwingine? Wakimwambia hapo wanamtoa kwa boma ya mzazi wake, walikuwa wanamtoa wampeleke wapi? Tunataka tu huyo askari watuletee hapa. Hatutaki maneno ya koti, watupatie sisi wa mama, tutadili na huyo askari. Hata tutaki wanaume wakae, tutadili tu na hao askari. Wawe wawili awe mmoja, watuache sisi, tutadili na yeye. Sababu ni uchungu kama mzazi. Tumezaa watoto, unawapeleka college ya polisi, mtoto anakuambia mama, wacha nifanye biashara. Kule ni shimo la majambazi. Na tuko kwa free country yenye iko uhuru. Uhuru gani? Tunasomesha watoto wanakosa kazi. Hawa wako kwa payroll. Tena wakifika mali ni hongo. Pengine walikuwa wamekosa hongo. Pengine mtoto hana chochote kwa mfuko. Angewahonga nini ndio wamwache uhai wake? Alikuwa na nini? Albert Ochieng is dead. Yes. Mulimwendea nyumbani, mukapeana orders aendewe nyumbani. More than 400 kilometers aendewe mpaka Ushago, akapatwa kwao nyumbani ya kikula. Na ni sawa, the same way mulipeana orders aendewe nyumbani, tunataka mupeane the same orders maiti irudishwe nyumbani. Munasikia aje mukiona maiti imelazwa juu ya meza ya mochari? How are you even feeling? Munakula aje? Mnapelekea aje watoto chakula nyumbani wenye muliua huo mtoto? Munadhania baba yake anasikia aje? Nani anataka kujiuliza babake analala wapi? Nani anataka kujiuliza babake anakula nini Nairobi? Nani anataka kujiuliza babake anakunywa nini Nairobi? Why are you so heartless? Why are you so fucking heartless? Sawa, sasa chukueni hiyo maiti, chukueni hiyo mwili, mupeleke mpaka Ushago venye mulimwendea akiwa uhai. Munawachia Wakenya wachange. How are you even feeling mkiona Wakenya wanatoa paybill na wanachukua M-Pesa ili watumanishe pesa ya kupeleka kago nyumbani mwili? Na nyinyi muliendea mwili ikiwa mzima. How are you even feeling? Munafeel aje? And you teachers, you are failing us big time. The guy was a teacher. You should be on the streets singing the solidarity songs zenye huwa mnaimba msahara ikikosa kuingia. You should be on the streets mkisema solidarity forever venye mnafanyanga wakati pension haijafika. You should be on the street as teachers. Sisi kama Gen Z, sisi kama youth tuko kwa street, nyinyi mnafanya. You should down your tools and be on the street for one of you. Leo ni huyo mwalimu, kesho ni mtoto wako, wewe ama baba yako mwenye anakuwa mwalimu. Teachers, you are failing us big time together with your unions and your staffs. You are failing us big time. You should have already down your tools and be on the streets. Sasa mwili ndio hiyo imebaki, imelazwa pale Nairobi mochari. Ndio hiyo imelazwa pale City mochari. Raia ichukue mzigo, ipeleke Ushago kama kawaida. Tuchangishe kama kawaida. Tunachangisha ni sawa. Lakini swali ni moja. Until when are we going to bury our youths? Until when are we going to bury our young people? Hitio na egora kuwa tiandere yari ya mwana no ino nirite. Yeah, that's a proverb in my native language. Even if how hungry the hyena is, it has never eaten the yakins. This is becoming too much. It is too much. And by the way, the streets are calling. We are approaching the anniversary and the streets are calling. Endeleeni kabisa kuua watoto wa watu. Endeleeni kabisa kukua heartless. Mutuue sisi wote mutumalize, mubaki mkitawala miti na vichaka. Because nyinyi tamaa yenu na kuaga tu mali na pesa na uongozi. Tuweni sisi wote mtumalize, mbaki mkitawala vichaka na miti. That is what you want.
uambiwe uko na magari 500, uambiwe uko na magari 5000, uko na 100 bank accounts, zote they are full. You don't care. Huyo mtoto wa 1 month amewachiwa nani? Amewachiwa nini? Atakula nini? Like you people are so fucking heartless. You just look like a piece of shit. Nobody care. Nobody do care. Guy, tulifika aje hapa surely? Surely, how did we get to this extent? Now, a 1 month kid is fatherless. Will you step in to be the father? Whoever killed, will you step in to be the father? It is so hurting, it is so painful, and it really hurts to bore. I mean,